Haleluya. Amena. 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 Tuangalie katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume. Tasoma sura ya 2 mstari wa 1 hadi 4. Nasoma kwa jina la Yesu. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuwako wote mahali pamoja. Kukaja ghafula toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Kukawatokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto uliowaikalia kila mmoja wao. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Amen. Hili ni neno la Bwana. Tutazungumzia agizo Roho Mtakatifu aliwashukia wanafunzi. Roho Mtakatifu aliwashukia wanafunzi. Ikiwa wakati ambapo Yesu aliyoweza kufufuka aliendelea kujidhihirisha, kujionyesha kwa wanafunzi wake. Alifanya muda wa siku 40 akijidhihirisha kwa wanafunzi wake. Na hiyo siku ambapo ilipotimia siku ya 40, ni kusema kwa kujidhihirisha kwake ilikuwa siku 39. Ilipoenea siku 40, akasema ya kwamba twende katika mlima wa Mizeituni. Na walipofika katika ule mlima, kuna maneno ambapo aliwapatia agizo la kwanza. Agizo la kwanza ambapo Yesu aliweza kuwapatia hao wanafunzi wake ilikuwa ya kwamba mwende mukakae Yerusalemu, msitoke. Ile ni agizo kubwa ambapo alianza kusema. Lakini wakati ambapo alianza kufufuka, aliwapatia agizo la kusema enendeni. Lakini hili ambapo limesema katika kitabu cha Luka sura 24 mstari wa 49, agizo hili lilikuwa liko kubwa. Na wakati wote wa Pentecost, kila yeyote anayengojea Pentecost, una agizo kubwa ambapo Bwana anaagiza
ni kwamba ukae, usitoke. Anayekaa anazaa, usipokaa hauwezi kuzaa. Kukaa katika agizo. Agizo ndilo linafanya ya kwamba ili tuweze kupokea wakati kama tumelitii. Agizo linafunga mtu. Kitu kinachofunga mtu ni agizo. Kitu kinachofungua mtu ni agizo. Adamu alifungwa na agizo katika shamba la Edeni. Ni agizo. Kwenda katika utumwa ni kusema ya kwamba umevunja agizo, sasa umefungwa. Ulikuwa huru. Adamu alikuwa huru katika shamba la Edeni, lakini akajifunga mwenyewe. Haleluya. Haleluya. Nasema agizo linafunga. Agizo linafungua. Kipenda kufungua na agizo, tia. Uwe mtiifu kwa agizo. Adamu hakukuwa mtiifu, ndio likamfunga. Ndio tumeambiwa ya kwamba mmefungwa. Mmefungwa. Kwa sababu Yesu ni agizo yeye. Anasema okay, lililokufunga katika shamba la Edeni lilikuwa ni agizo. Kwa sababu hukulitii, lakini Baba alipokutia katika shamba, akakupatia agizo, akakuweka huru. Na kwa sababu agizo haukulitii, ukalivunja, limekufunga, umekuwa mtumwa. Sasa inabidi agizo akuje tena ili apate kufungua. Sema amena. Haleluya. Ndio akawaagiza ya kwamba mwende mukae. Mwende mukae Yerusalema. Wote ambao walikaa, hawa walifunguliwa. Waliokaa walifunguliwa. Kulisema ya kwamba ile siku kulikuwa watu 500 ndio walienda katika ule mlima wa Mizeituni. Lakini waliobaki katika utumwa hawakutii maagizo ya Mungu. Walikuwa watu 318. Lakini waliotii agizo na wakafunguliwa. Kwa sababu alitii agizo. Petro alikuwa wa kwanza kufunguliwa. Petro ambapo alikuwa mwoga, lakini kwa sababu alitii agizo ndio ambapo alitoka nje. Petro aliyemkana ndio akasema, enyi Wayahudi. Sema amena. Haleluya. Tangia Yesu kupaa kwenda mbinguni, kuna mfuatano zaidi wa matukio kati ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Hapo kulipitika vipindi kabla Roho Mtakatifu hajakuja. Yesu kwenda mbinguni, kulipitika vitu ambapo vilioweza kupitika. Umakini katika kuorozeshwa kwa wanafunzi 11 wakati wametoka katika ule mlima wa Mizeituni, wanaingia katika ile nyumba. Jambo la kwanza walianza kujiorozesha, wajiorozeshe ili waikae mahali pale. Wanajua ya kwamba mmoja wetu haiko tena.
ambaye ameitwa Yuda. Ilibidi ifanyike hivyo. Katika Israeli, Yakobo alizaa kabila 12. Lakini kuko mmoja ambaye haonekane, ambaye anaitwa Dani. Na hiyo imeandikwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 5 hadi wanaenda kufika pale 18. Nilikuwa ninajiuliza, kwa kweli ilibidi Yuda iwe ifanyike, inabidi, kwa sababu kwa wale 12 pale ambapo amesema elfu Dani haiko. Sema amena. Neno la Mungu mpaka linaenda linakamatana. Lakini likuko lingine ambapo tutasema na mchungaji baadaye wakati tukimaliza ibada. Ilikuwa la kwanza hilo la kuweza kuorodhesha. Hiyo imesemeka katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 3. Neno ambapo lilikuwa la pili kumaliza kujiorodhesha, kuwekwa kwa Matia mahali pa Yuda. Vyote viliwekwa mazingira mazuri ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Ikiwa kama unataka ya kwamba upate kupokea Roho Mtakatifu, uandae mazingira katika moyo wako. Wanafunzi walifanya hivyo, wakiona Petro wanaona na wenzake 11. Wanasema tulikuwa 12. Akakumbuka Petro ya kwamba baba yetu ambaye amezaa 12, sasa tunabakia 11. Inabidi ya kwamba tuorozeshe, tufanye kura. Kura ikaangukia Matia aliyochaguliwa hakufanya chochote. Ni ile siku ambaye alichaguliwa na ndio mwisho wa jina lake. Haikuendelea. Inaweza kuwa hata na wewe ambaye Mungu amekuita lakini usiendelee. Sema amena. Ni amena hiyo? Hapana. Mungu aturumie. Mungu anapenda kila yeyote ambaye aliyemuita ili apate kuendelea. Sema amena. Afanye hatua pamoja na yeye. Lakini hiyo ndio Mungu ametaka. Mimi na wewe kweli tunaendelea ama tuko wa Matia? Hilo likafanyika. Kwa nini? Waliandaa mazingira. Uandae mazingira. Wote waliompokea aliwapa uwezo. Uwezo uko ndani, lakini unashindwa kuonekana. Kila mmoja aliye hapa alipewa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Mwana wa Mungu ni nani? Ni yule ambaye anayeongozwa na Roho wa Mungu. Hili si jambo la bahati, si jambo la kawaida. Ni wewe peke ujifanyie nafasi kuandaa mazingira yako. Uandae mazingira yako, ni katika moyo wako ndio utaandaa. Uandae mazingira yako ya moyo. Hayako mazingira haya ya ulimwengu. Hapana. Ni mazingira ya Roho ndio ambapo Mungu anahitaji uandae. Wa Petro waliandaa mazingira, yakaonekana yako mazuri katika kile chumba cha juu.
Mazingira yalikuwa mazuri. Haleluya. Kenye kilionyesha mazingira kuwa mazuri, walikuwa na nia moja, moyo mmoja, wakakaa pamoja. Kanisa, eske tuko nia moja? Eske tunakaa pamoja? Tunakaa pamoja, lakini umoja wa nia uko tofauti. Haleluya. Lakini tungekuwa na umoja wa nia, mioyo, moyo, nia, akili ziko tofauti, utu uko tofauti. Ilikuwa kusudi la kuja kwa Roho Mtakatifu ilikuwa kuwezesha mitume 12 wawakilishe makabila 12 za Israeli. Hiyo ndio lilikuwa kusudi la kwanza, na ndio kama Yesu aliwachagua, hangeweza kwenda kinyume na watoto wa Yakobo. Kusudi lilikuwa hilo, lilikuwa liwakilishe kwanza hayo makabila 12 ya Israeli. Kusudi la pili, kuwa washuhuda, mashahidi wa Yesu kwa nchi ya Israeli kwanza. Hata wakati alipokuwa angali pamoja nao, akuwatuma waende katika mataifa. Iko anaenda na mpango wake kidogo, lakini ilikuwa inangoja Roho mataifa wapokee. Sema amena. Haleluya. Kwa sababu Roho alikuwa hajaja, hata akawaambia Petro, katika njia kuu hiyo msiende, mtafute kwanza wa nyumba ya Yakobo waliofanya nini? Waliopotea. Hiyo inangoja siku ya Pentekoste, mataifa watapokea, mataifa na watakuwa pamoja nami. Sema amena. Kwa sababu ilikuwa bado kanisa, ilikuwa ingali hekalu liko. Yesu anasema maneno haya katika hekalu, na singesema habari ya kanisa kwa wakati ule, hapana. Alikuwa katika hekalu la wana wa Israeli. Anasema pana bado hawa wanangojewa kuzaliwe. Sema amen. Haleluya. Je, umekwisha kuzaliwa ama ungali katika hekalu ya Waisraeli? Kuko tofauti mtu aliyokaa katika hekalu na mtu ambaye amekaa katika kanisa. Ni tofauti. Mwenye ameonyesha utofauti zaidi iko Paulo. Kwa sababu Paulo alikaa katika hekalu la nini? La Waisraeli. Lakini wakati alikutana na Bwana, na ambaye mtumishi wa Mungu mtaua anayeitwa Anania, huyu alikuwa mtaua kwa ajili ya sheria za wana wa Israeli. Alielewa sheria kabisa, ndio akuje, kwa sababu Paulo ambaye ameitwa Sauli, yeye alikuwa anajivunia sheria ya Israeli. Na sasa Mungu hangeweza kutuma mtu mwingine
wakati amekutana na Paulo, na huyu ambaye anatetea sheria, inabidi nitume mtu mtaua, mtu anaojitakasa, anayeelewa sheria, ili apate kumfundisha, aingie katika neema, aingie katika kanisa. Iko katika Matendo ya Mitume sura 22 mstari wa 12 hadi 14. Ndio alibidi aende. Kama wewe hauelewe kile kitu, hauweze kuenda kwa mtu ambaye anajua. Huyu akajazwa na nia, alikuwa, lakini Mungu anasema naye, anasema huyu ni muuaji. Anasema, Mungu wangu, muuaji wa namna gani? Nilishakamata kiko chombo. Iske kipofu anaweza kukamata wewe mtu ambapo nayeona? Bana anakuwa kipofu. Nilijua huyu aliwasumbua, lakini kwa saa hii ni kipofu. Wewe mfungue, kwa sababu wewe ulifunguliwa macho mbele. Sema mena. Akatuma Anania ili apate kwenda kufungua. Haleluya. Atamfungua kwa nini? Hakuna mtu anaweza kufungua mtu mwingine. Mimi Biblia yangu inakataa. Hakuna. Alienda kumfungua kwa sababu alikuwa anajua lile neno ni neno ndio linafunguaka. Lakini kwenye matelevizio na maredio wanatusumbua sana. Mkuyu huko tuwadelivre. We nani wewe unaweza kufungua mtu, kumuweka huru, isipokuwa neno? Ukikaa ndani ya neno litakuweka huru. Yohana 8:31 hadi 32. Neno ni vitu viwili vinaofungua mtu, lakini kanisa alielewe. Watu ambapo wanasumbua, mkuje matelevizio, haseme tutaenda kufunguliwa. Nani atakufungua? Ninakuambia we peke ndio unajifunga, na we peke ndio unaweza kujifungua. Haleluya! Warumi anasema nini? Neno lenye la kufungua liko karibu na wewe na liko ndani ya kinywa. Ndio ufungulifu. Ndio maagizo inaniambia. Ndio ufungulifu. Neno li karibu na wewe na liko katika kinywa. Ufanye nini? Ufanye nini? Ulikiri ili neno upate huru. Ni wewe ulijifunga katika lile neno. Wakati unaenda kuiba, si neno ndilo lilikwambia nitaenda kuiba mwile nyumba ya wazee? Ilikuwa nini? Ni neno, na ndio linakufunga. Na kaza unakiri, unasema mimi siwezi tenda kuiba. Wakati utaenda kuzinifu, ni neno linakufunga. Ukisema mimi sitaenda, unakiri, unafanya nini? Unafunguliwa. Hata nijai nguvu za Roho Mtakatifu. Kama wewe usipoandaa mazingira yako, siwezi. Haleluya. Haleluya. Paulo alifunguliwa aje? Ona, wakati alikuwa iko anasema Paulo, kwa sababu alifungwa na neno. Ni neno lilikuwa linamfunga, ndio lilikuwa linamtuma. Uende ufanye hivi. Uende bale watu ambapo wanaotaja jina la Kristo. Uende ufanye hivi. Neno lilimfunga. Mungu akasema naye, Bwana akauliza, wewe ni nani? Mbona nimeanguka? Ndio Bwana huyu. Haleluya.
Anayefungua ni nani? Ni Bwana. Hapana mwanadamu afungue. Tusikuwe wajinga. Roho akikuja ametupatia maarifa. Ni neno. Maarifa ya neno. Mkae katika neno langu. Kweli kweli ndio mtakuwa wanafunzi. Tena ili neno ndio litafanya nini? Alisema mtu. Sasa kwa nini tunaambiliwa mkuye huko? Na ndio tunaenda. Ulitii, hapo fungulifu unaweza kukuja. Nimesema ili wawe washuhuda wa Yesu nchi ya Israeli na ulimwengu mzima na kwetu. Sasa injili mtaihubiri kwa mataifa nayo. Alianza nini? Jerusalem. Yudea. Inchi Yudea, lakini haitaanzia Yudea. Inaanzia wapi? Mkapitali Yerusalemu. Alitaweza kuenda katika Israeli. Lishuke kwanza Yuda. Likitoka Yuda linaenda katika inchi ya wapi? Inchi ya Samaria. Kapitali yake wapi? Ambapo ni Israeli. Lakini kwa Yuda lilianza wapi? Lilianza katika kapitali. Kwa Yuda ilianza kapitali Jerusalem. Baadaye muende Yuda. Kiisha hamuwezi kuenda kwa kapitali ya Israeli. Muende sasa Samaria. Haleluya. Amen. Amen. Kusudi ya Roho Mtakatifu ili apate kushuka. Siku ya Pentecost ilipotimia, ilikuwa kuadhimisha siku 50 kamili baada ya sabato ya 7 ya Pasaka. Hauwezi kuhubiri Pentekoste kama usipofika kwa Pasaka. Pasaka ambapo ni sikukuu ya kwanza ya Israeli. Ilianzia wapi? Ilianza katika nchi ya utumwa, Misri. Ilianza katika utumwa. Kama Pasaka ilikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Israeli yeye Misri hakukuwa mtumwa wa dhambi. Alikuwa mtumwa wa mizigo. Kazi ilikuwa iko nguvu na Mungu akaanzia Pasaka mahali hapo. Amen. Sasa yetu sisi ambaye tunaenda kuitwa tuko kanisa, inakuja kwa watumwa wa dhambi. Siku ambapo tulikuwa hapa siku ya 4 ambapo mchungaji kuna swali ambapo waliweza kumswali hapa. Sasa na sisi tutaenda kutolea hii pepo nani? Na jibu likapatikana katika Wakorinto. Jibu likakuja. Ndiyo, ilibidi iwe vile. Yesu akafanyika nini? Dhambi. Yeye ambaye asiyekuwa na dhambi na kujifanya ndio ilifanya ile mbuzi ipelekwe. Haleluya. Ilikuja kwa ajili ya wenye
Dhambi. Lakini wewe unaendelea kuikala kwa ile dhambi tu. Maana yake wewe haijakuja kwako Pasaka. Maana yake Pasaka haijakuja kwako, kwa sababu unaendelea, na ilikuja kwa ajili ya wenye Yesu ili aniokoe mimi dhambi zangu za uzinifu, dhambi ambapo za kiburi nilichokuwa nacho, dhambi ambapo ya kuweza kujipenda. Ilibidi afanyike ile dhambi ya kiburi yangu. Lakini yeye hakukuwa na kiburi, mtu mpole na mnyenyekevu. Haleluya! Lakini mimi siku mpole, mimi ni mkali, mimi nina jeuri. Lakini yeye akasema kumbe kwa kumpata huyo Hasani ambaye amekuwa fotokopia Hasani aliye mbinguni, inabidi nimfanane. Sema mena. Na ndio maana mbingu zilikaa kimya, ziliona kuja kufanana Hasani katika ukorofi ambapo iko nao. Siweze kwenda, lakini yeye aliyejua tangu mwanzo, yeye aliumba tangu mwanzo, alikuwaka tangu hata shetani hayakuwa, malaika ziyaumbiwa, yeye alikuwa. Haleluya! Yeye alielewa, akasema ndio, hivi vyote ni viumbe, haviwezi kuelewa, lakini mimi katika uumbaji ninajua siri ya uumbaji. Siri ilikuwa ni nini? Ni yeye Yesu ndiye ilikuwa siri ya uumbaji. Siri alikuwa ni Yesu. Paulo kama amesema siri. Manabii walivichwa siri. Ilikuwa ni nini? Ni Yesu tu. Wanamtabiri lakini bila kumjua, bila kumwelewa. Lakini mimi na wewe watu wa kanisa, kitu ambapo kinachohitajika, Biblia ina maneno karibu 4. Neno lenye limeanza ni kushika ama kutii. Ukiisha shika, kumekuwa neno kusikia. Unisikilize. Kuna kuwa neno kusikiliza. Lakini hapa kusikiliza, Israeli walipotea hapa. Na katika Agano la Kale lote, neno ambayo Mungu alipika, agizo la Mungu lilikuwa Israeli, sikiliza. Lakini kusikiliza haijafanya wewe ili upate kujua. Kanisa linasikiliza, lakini wameshindwa na kufanya nini? Na kuelewa. Kwa nini Isaya haambiliwe ya kwamba ni nabii mkubwa? Kumbe nabii mkubwa habahesabie Elia, habahesabie bengine, lakini wanaanza nabii mkubwa ni nani? Ni Isaya. Kwa juu ya nini ameitwa nabii mkubwa? Kwa sababu yeye alijua siri za agizo ya Yesu. Yeye ndio amezungumza kinaganaga mambo ya Yesu. Ndio maana ameitwa ni mkubwa. Sasa Isaya akapewa ujumbe, akaambia Israeli, Israeli, mbona mnachosha Mungu? Anasema sikiliza. Akasema hawa watasikia lakini hawataelewa. Katika kusikia, eske huko unaelewa? Haya niko ninasema, najua kunasikia, lakini tatizo lako na langu liko katika kuelewa. Akasema tena, Israeli, mbona mnachoza Mungu? Israeli, mnachoza Mungu kwa nini? Mungu amefanya maajabu yake, munayaona. Unisikilize, ndio maagizo haya. Mnachoza Mungu. Tangia Misri Mungu alifanya miujiza, akafanya ishara, na ndio kufika kwenye mlima wa Horebu 19 Kutoka
anasema mnafika hapa, nilikuwa nikiwangoja, lakini mjue kuna neno moja. Eske mlijua yale yaliyofanyika Misri? Anakumbusha, kwa sababu ni Mungu mwenye haki, atahukumu katika haki yake. Tena kawakumbusha, lakini Israeli hakuelewa. Israeli waliona, lakini walitazama lakini hawakuona. Kuko kutazama na kuona. Kutazama. Na Mungu alikuwa anasema, Israeli tazama, vyenye niko ninafaa. Israeli tazama. Isaya akapewa hizo unabii mbili. Watatazama lakini watafanya nini? Lakini wewe kanisa uko mngwana sasa. Kitu kanisa limeambiliwa ni kuelewa. Wakati kama mtu amesikia, akielewa, unisikilize. Huyo akielewa ndio anapokea. Hawezi kupokea kenye hauelewe. Kutakuwa upinzani, na ndio maana Israeli kulikuwa upinzani na Yesu. Unisikilize, niko maagizo. Wakati umeelewa, wewe ndio ulisikia. Lakini Israeli ilikuwa, Mungu alikuwa ni kinanda kwa. Sikiliza, Israeli ni mziki ambapo uko unapigwa hapa, lakini hawaelewi, wanacheza. Haleluya. Haleluya. Wanacheza kutu kuelewa kwao na kutu Yesu na kutu kuona kwao. Mfano ni kwamba walipovuka bahari la Shamu, itita kukata kikata kukitaka kukata. Haleluya. Lakini walicheza, hawakuelewa. Walicheza, hawakuona ule muujiza. Waliutazama lakini hawakuona. Kama wangaliuona katika safari ya siku 3. Kwa nini Mungu amefanya kutoka bahari la Shamu wafanye siku 3 bila kuona maji? Na ujumbe wa Musa kwa nani? Kwa Farao, tupe ruhusa muda wa siku 3 twende tumwabudu nani, twende tufanye ibada. Kwa nini siku 3? Kutoka bahari la Shamu na kufika pale kwenye maji ilikuwa. Kwa nini siku 3? Kwa sababu walitazama muujiza ambapo uliofanyika, lakini hawakuona. Ndio Mungu akaangalia ile furaha ile yenyewe walicheza. Miriam mwimbaji mzuri. Miriam siwezi kucheza. Ukiwa kwa Wayunani usicheze, lakini ukikuwa kwa Wanani uende na Wayunani. Nachezaka kama niko ninacheza, si ajabu. Lakini ukienda kwa Wayunani, kala na Wayunani, twende tu. Tuko tunaabudu, twende. Maji ambapo yamekuwa machungu, kama wangaliona, ndio maana Mungu amesema wasingalinungunika. Haleluya. Walienda na ule ubembe wao wa Misri. Miujiza 12 10 haikuambia kitu. Ile 9 haikuambia kitu. Hakuna. Na ndio kanisa nalo
tuku tunaenda. Badilika. Roho Mtakatifu. Tutaenda kujua, nitatafasiri maana waliimba hapa, ndimi za moto zikawaikalia. Tutasema kwa nini ilikuja hiyo ndimi za moto. Imeitwa ndimi. Kwa nini zifanyike ziwe ndimi? Kwa sababu hakukuwa mtu mmoja. Ulimi. Tutaenda. Haleluya. Hayo ambapo tumesema ya kwamba hiyo Pentecost ambapo ilifanyika siku 50 semene 7 majuma 7 ya baada ya Pasaka. Iko katika kitabu cha Walawi 23:15 hadi 16. Katika Agano la Kale pia, yalijulikana kama sikukuu ya mavuno. Sikukuu ya mavuno. Ukisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 16 mstari wa 10, ndio sikukuu sasa zikafuatana. Ndio Pentekoste ile. Tukisema sikukuu ya mavuno, tunasema Pentekoste. Ikaendelea kuzungumzia sikukuu ya malimbuko. Kama wewe unakatala kutoa, maana yake wewe hauko mtu wa Pentekoste, hauko mtu wa kanisa. Unisikilize. Wakati unakataa kutoa lile ambapo neno limesema, iwe cha 10 chako, iwe jinsi ambapo vimepangwa, ukisema ninakuambia, maana yake wewe haujazaliwa, hauko mtu wa kanisa. Inaitwa sikukuu ya nini? Ya malimbuko. Hiyo sikukuu ya malimbuko ukisoma katika kitabu cha Hesabu sura 28 mstari wa 26. Kisha tunaenda kufikia sikukuu ya mavuno. Ni mavuno. Pentecost. Amesema kama hapo kale. Wenzetu wa kale siku hii Petro alisimama. Watu 1000 ngapi? 3,000 wakaanguka. Sema mena. Bakavuna. Pentekoste kwa jina lake halisi ni mavuno. Mungu aliyazungumzia haya katika kitabu cha nini? Cha Agano la Kale. Na kweli ile siku ikaonekana. Ile siku ikaonekana mavuno ya ajabu. Haijawahi na sijue tena ingali itawahi, labda wakati wa uamsho wenyewe tutahubiri. Mashujaa wa imani watahubiri injili ya mwisho. Labda ndio wataleta mavuno kama haya. Yatakuwa kwa sababu Mungu kila alichokifanya kinabidi tena kirudie. Anasema la meandre angiography. La meandre. Baisraeli wanasema vile. Lo kitaluiko tenda mefuloa meandre en français. Wewe ulifika kwetu ukaenda. Nitakupatia uelewe. Unaona ule mtoni ambapo wanaita Sanja. Ule mtoni ule meandre angiography. Bali kufundisha inajua ulisoma. Inakuja, hii ndio direction yake ambapo Mungu aliweka tangia mitoni iliumbwa.
lakini aprediza itajaa, itadeborde, inaenda ingambo, inaacha hapa. Aprediza tena kutanyeshi na kamata la meandre, na ndio venye Mungu iko anafanya. Kwa injili ya mwisho kutafikia tena, mtu mmoja atasimama, atahubiri, hao wote wanaofanya hayo mambo hata iweze kutimilika kama ushika agizo la Mungu. Ahadi ilipewa watu 500, lakini 380 hawakuipokea. Kukapokea waliotii agizo la Mungu watu 112. Ndio elewe, ndio maagizo haya. Hiyo sikukuu ya mavuno ilisema katika kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 16. Kwa sababu tunafika kusikukuu ya mavuno, tunaingia Pentekoste mwenyewe. Hapo tulikuwa tungali tuko tunaenda jinsi ambapo ilikuwa ikifanyika. Wanafunzi hawa walikusanyika mahali pamoja, bila shaka mahali tofauti na chumba cha gorofani, mahali ambapo mitume walikuwa wamekusanyika. Wamesema mahali pamoja, lakini tena wakasema palikuwa tofauti. Ni nini? Ili upate kuelewa hapa. Kuna wakati hapa ambapo tunasema ya kwamba tuingie katika mafundisho yetu, ndio sikie mahali na tena kukakuwa tofauti. Kisha tunasema magrupe ndio balikuwa katika kile chumba cha juu. Nye kundi 10, kundi 100, kundi hivi baligawanya haka ile 200, 112 wakakuwa ndio hapa mahali pamoja tofauti wakakusanyika. Ni chumba hiki kimoja, lakini tunafanya makundi. Babiana, mtaenda wapi? Hatuko mahali pamoja. Unielewe, kwa sababu kuelewa ndio uzito. Mbona alisema Biblia inasema tuko pamoja, lakini anasema tena tofauti? Uelewe, kuelewa ndio shida. Wamama mukae wapi? Nitaenda benyeto na kuwaka tu tunagawanya makundi. Lakini tuko mwa ile kanisa moja ili olewe, ndio maana ya Pentekoste. Roho alikuja kutuelewesha. Ni mwalimu ambaye anaelewesha. Wayahudi hawakuelewa Yesu, lakini akasema mwache niende, nitatuma mwalimu. Na kama uelewe benye mwalimu anasema huko na ole. Wayuda wamona msimu. Haleluya. Haleluya. Wamelaaniwa. Wamekataa. Yes. Haleluya. Sasa kisha wapapa na nye mutaikala wapi? Ezi kuku benye banaenda kainje. Ndio walikuwa hawa ambapo wanaitwa. Sehemu inayozaniwa ni kwenye ukumbi wa hekalu. Nilisema walikuwa katika hekalu, hakukuwa kanisa ile wakati. Pale kwenye walikusanyika, haikukuwa kanisa. Ilikuwa katika hekalu. Na ndio maana Yesu ni mtu wa agano la kale. Yesu haiko mtu wa agano jipya. Hapana. Yesu ni wa agano la kale. Tuelewane, tuko maagizo ya Baba. Katika ukumbi
ukumbi. Ukumbi hapo hapo, yawezekana wanafunzi walikwenda kuomba na kujiunga na watu wengine katika sherehe ya Pentecost. Hawakukuwa wewe wenyewe. Hapana. Kama hapo ndipo mahali penyewe, hii inasaidia kutufahamisha kitu, kufahamu. Kanisa, tufahamu. Tunaweza kaa kundi moja lakini hatufahamu. Tunaweza kuwa kundi moja lakini hatuelewi. Tunaweza kuwa kundi moja lakini hatuone. Sisi wote tuko tunatazama lakini hatufai nini? Hatuone. Kunaweza kuwa wawili ndio wameona, kunaweza kuwa watatu ndio wameelewa. Sema amena. Simushule tunakuwaka sie bote. Lakini kuna mmoja atakuwa wa kwanza. Eske ule wa kwanza alikuwa anapewa enseignement individuellement ama alikuwa group? Alikuwa mkundi. Ule alielewa na ule aliona, lakini tulikuwa tunatazama utablo. Sio bote tunatazama. Unawaza tutazame sio bote, mtu mmoja achore hapa. Ezi kwa sababu sio bote tunatazama, tutachora vile venye alichora. Ndio uelewe ile. Ninapenda uelewe kanisa, kwa sababu atuelewe. Ilifahamisha hiyo. Mungu ilifahamisha ili tupate kufahamu. Kufahamu ndio kitu cha maana ambapo kimelengwa hapo. Jinsi umati mkubwa wa watu ulioweza kumsikia Petro akihubiri. Kuja kwa Roho Mtakatifu kulionyeshwa kwa njia ya kielelezo zaidi. Mungu akufanya vitu mfumbo. Pentekoste haikukuwa fumbo, kulikuwa kielelezo. Iko kielelezo kilikuwa nini? Ndio ambapo tunaenda kuona. Kielelezo ilikuwa nini? Kielelezo ilikuwa sauti kama upepo wa nguvu unaovuma na kitu kama ndimi za moto. Bilionekana ikajaza nyumba yote. Biblia inasema ikagawanyika kwa wale watu 112, kila mmoja zile ndimi za moto zilimwikalia. Kanisa, lomba ndimi za moto zikuikalie. Ndimi za moto. Kwa nini hizi ndimi za moto? Ndio tutasema hapa. Kwa nini ndimi za moto? Kwa nini ndimi za moto? Ndimi za moto. Hii inasema Matendo ya Mitume ile 2:2-3. Umuhimu wake utambue. Umuhimu wake utambue kwamba Roho Mtakatifu alishukia kila mwanafunzi, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Kama ndimi za moto hazijakuikalia, ni vigumu upate kujazwa kwa Roho Mtakatifu. Kitu kenye ndio ninauliza sasa. Nilikuwa na swali ambapo ninauliza hata waombaji, unipatie alama. Wakati gani ambapo ulijazwa
ulionaka nini? Na ndio nitasema siri ya ndimi za moto. Pana kujifunza baba shakara balanda bulu wa bukula. Ndimi za moto zina kazi ambapo inafanya haiko bokola shakala bala. Unipatie we mwenye unafanya bokola. Uliona nini? Ndimi za moto. Nitasema hayo hapa. Hata waombaji nawaambia, natabiri lakini Yesu kunaweza kunipatia alama ya ndimi za moto zilikuikalia. Tumejazwa hapa. Sasa uniambie, ndio nitajua kweli huyu amejazwa. Uniambie kuna alama. Mungu hakufanya kitu pasipo alama. Tusikamate kanisa la Mungu mateka. Tuende. Situko hapa bukula baba. Shabula kabala. Kubula lala. Bwana, uniambie siku ile ya kwanza uliona kanini yenye ulijazwa. Si mnashindwa. Mimi nitawaambia. Msepta which wakati ambapo nilijazwa mara ya kwanza. Bana niambia usiku, simama. Bana kuya. Banani. Bachawi. Simama. Akanilamusha. Nikapiga magoti chini ya kitanda yangu. Unisikilize kwa sababu mnadanganya bato bokola shabala. Mnafundishwa. Ndimi hawezi kufundishwa. Hakuna aliyefundishwa hapa. Mnisikilize. Haleluya. Haleluya. Nikaikala. Nikaanza kuomba. Nikaomba. Sinya ya kwanza nikaona ya kwamba nywele zikakokotana. Unasema Kenya tunajua. Talala. Kita. Nikaanza saa 2. Mwingine watu kawela alert. Ni nini? Mungu anasema 78. Ya. Haleluya. Kitakaka. Haleluya. Amena. Usiende kudanganya bato balala. Na alama ujue. Ndimi za moto zinageuza ulimi. Ndio ilikuwa maana. Ulimi wako ubadilishwe. Kwa sababu katika ulimi muna laana. Katika ulimi muna baraka. Na inabidi ulimi Mungu autumie. Ninaacha lingine neno moja. Siwezi kulisema. Mnasema hekima. Lakini Roho alikuwa ananiambia niseme. Kwa sababu waelewe sinye za kujazwa na Roho Mtakatifu. Hapana kuiga. Hapa. Uvumi. Kakuja wa upepo. Ukajaza. Baadaye ukafanya nini? Kagawanyika. Nini? Ndi. Haleluya. Baadaye hao wakafanya nini? Wakaja. Kujaza tu. Baadaye kuna kuja kusema lugha nyingine. Sema mena.
Sasa wakati walijazwa, ndio pale walikuja hapa wamelewa. Unaona? Hawa wamelewa. Mtakatifu anasema ndio, mimi ninakuwaka nalewesha roho. Uyajazwa, ndio maana ujazwe naye uone bulevi ajabu. Akinijaza roho benyani likuyana nguvu mseptanka mwiti roho hapana bokola babala bokola we nataka kukamata kanisa la Kristo, nadhani atujue katika neno wote mwenye amekaa atapokea ndimi, kisha taja anaanza kusema kwa lugha. Haleluya, amena. Tuko na Pentecoste, ni Pentecoste hiyo. Wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kuzungumuza kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia. Roho hapana mtu uende mwekole sawa, mwende mweile kole tu. Iko mingi hapo Uganda ndio walianza kufundisha ile bakara bakoro kukula kulaka takulwa bobo ndio nini? Neno lugha limeelezwa kipekee hapa. Palikuwa na utofautaji kati ya ndimi za moto na kunena kwa lugha. Tena tunaingia utofauti. Kulikuwa utofauti kwa mtu aliyopata ndimi za moto na kusema Roho Mtakatifu alikuja kwa njia inayoonekana zaidi ya ndimi za moto. Juu ya nini? Ili kubadilisha ndimi za wanafunzi, ili kuja ageuze ulimi. Petro alikuwa na woga kwa sababu ulimi wake ulikuwa bado. Kama mtu akijazwa akipata ndimi za moto, hauwezi kuogopa. Tunaambiwa tuogope vitu hivi. Vitu hivi ndio maagizo yanasema. Ogopa Mungu na ogope dhambi. Lakini vingine vyote hapana. Wewe unaogopa moto. Sasa kwa sababu Meshaki, Shadraka, Abednego mbona wakuogopa moto? Kwa sababu walikuwa nini? Walikuwa wamejazwa na walikala munini mune. Ukale munini? Uikale mu maagizo tu. Wakasema agizo letu tuliliambiwa na Musa alipiga kila siku ya kwamba tujishuhudie kiu. Lakini mfalme amesema nini? Ngoma na senturi zako zipigwe, si tufanye nini? Wanajua maana ya kushuhudia. Tuliambia tutamshuhudia ni mmoja aliyeumba mbingu na nini? We kama nani? Haleluya. Mtu anayesimama kwa nini? Lakini unaogopa wachawi wewe, kwa sababu hujapata ndimi za moto, kwa sababu hujajazwa. Mimi nilikuwa nikienda kwetu wakati niko pale Bukavu, nikienda kwetu ninafika nasema kwamba amefika mwenye yuko na yake akui blosi, fika na utaona mimi nitaikala tu. Bataniambia, ninamwambia bali niambia nini? Bali niambia simama.
Mseptankata simama, septantuita simama. Nikasimama ndio nikaomba. Bote bakakimbia, mwingine kakuwa alerte, bakakuja kuja. Saa siku ya Pentecost bakaja busiku. Siweze kusema saa ile ni saa ya siri, habiko vitu vyote kusema. Haleluya! Saa yangu na magano na Mungu. Haleluya! Tumekuja kupatana na yeye hadi kukuta kikata kukata kata kitaka kutaka. Roho ndo anakuwa anachezesha, usiende kucheza kimwili. Mimi siwezi kucheza kama roho hajanifikia, lakini akifika kuta kitikita. Haleluya! Emena kita ta kukateka kikuluta. Haleluya! Ninapenda uwe na buroho. Mimi nilipata wivu niomba yangu wakati alikuwa anasema na lugha. Nikamwambia Mungu, huyu alifanya nini? Ndio ilinipatia wivu na nikajiweka. Wivu takatifu ya Mungu. Haleluya! Haleluya! Ndimi zilikuwa na maana kubadilisha ulimi za wanafunzi wa Yesu. Kama ulimi wako umekwisha kubadilishwa, hautaogopa kuhubiri. Ndio inawezesha na hutaogopa. Hata iko nani hautaogopa. Kwa nini Yesu aliambia wafalme ukumbwea wewe? Kwa nini? Kwa sababu Roho alikuwa amejaa bila kipimo. Anajua una la kufanya wewe kwangu. Sema amena. Yohana akasema aliye ndani mwetu ni mkubwa, lakini wewe unaogopa. Kapanya kakifanya mnyumba hivi kama shetani. Shetani anatoka wapi? Kama ungekuwa mtoto wa Mungu, shetani akikuja Mungu atakulamusha. Kama uko mwana wa Mungu, wachawe wakikuja Mungu atakulamusha. Alienda huyu Roho wa Bwana aweze kuwata mateka na yule shetani kutoka. Roho wa Bwana aweze kukamata mateka na ibilisi. Haleluya! Malaika za shetani, mlozi ni malaika yake. Haiweze. Mungu atakwambia lamuka. Unaanza kwa jina la Yesu, banaenda. Aliye na Roho wa Bwana hawezi kukamatwa mateka. Amen. Haleluya. Roho. Umesema kama. Si ndio umesema kama? Ulivyofanya. Haleluya. Kama. Kama. Ndimi waweza kushuhudia. Ndio inafanya mtu ashuhudie. Wale waliokuwepo ambao wasingaliweza kuelewa Injili pasipo kujazwa, bale watu bote wenyewe walikuwa wamekusanyika pale, abangielewa Injili. Ilibidi ndimi zikae zikabadilisha. Petro akasimama anashuhudia. Ujumbe ulikuwa mkali. Mzee alituambia hapa ile siku ya ini, ujumbe ulikuwa mkali wa Petro. Petro alikosea bote adabu, akajiona ni yeye aliye na Bwana. Haleluya. Amena. Amena.
tujazwe roho wa Mungu. Tujazwe roho wa Mungu. Roho wa Mungu. Pale Bukavu pale, hapa siyafanya kitu. Hapa ningefanya miujiza 2 tu, ndio Mungu amefanya na mimi hapa nifike hapa Goma. Na yeye amenituma. Lakini Bukavu pale, wafu walifufuka. Aha. Mungu. Haleluya. Nguvu za roho. Hapa ni miujiza 2 tu. Wa kwanza ni njuguu wa Mamerike, ndio huyu. Mamerike ule. Aisha kwa grand fille. Sijui kama iko anaimba hapa. Malele rani. Anakuya naye. Bajirani bote pale kwenye tulikuwa tunapanga nyuma ya kwa baba Eben. Pastor, mbona mtoto atakufa huyu? Nasema muache, atakufa. Unajua ule mwenye alimtuma kubongo. Ndio muujiza wa kwanza wenye ulifanyika hapa. Ndio ule Mamerika ule. Na iko hapa kama iko anaimba hapa. Mwaira trompete. Tuseme maneno. Nini? Papa. Mtoto macho inaanza kupanda. Nasema shetani we, Allah, acha michezo. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mamerika ni bongo. Roho wa Mungu. Bukavu wenyewe walifufuka. Pamesha kuwa na watoto wengine. Mungu. Muujiza wa pili, mwenye alifanyiwa ule muujiza akalewa nao. Alikuwa bibishi. Odete ndio alikuja kulomba watu waende kule Keshero. Alikuja kulomba mzee huyu. Mzee akaingia mbaraza. Banduku bazee, ndio mimi ningali ninakuya. Bazee, mmoja enda saidie wale wa Kristo yetu kule. Bazee, si tutaenda kule. Hapa tuko na makazi yetu. Mzee akasema, bwana, wewe ngali unakuja na uko pastor. Uende kwanza kule. Sawa, nikaenda. Odete alitazama. Odete ndio anaona hili. Lakini bibishi aliona. Na bibishi walikuwa na shida. Wachawi pale kwake kulikuwa voka mkubwa. Wachawi walikuwa wanawatosha busiku na yeye na bwana wake kupiga mafimbo. Ndio akakuya akamwambia Odete, hapana, mimi kwangu kuko kitanda na matela iko. Odete akasema mimi niko na vyumba biko 4 lakini hakuwa matela. Asema nipe yeye. Baba Sylvie Mathieu, yeye ni Mkatoliki wa nguvu. Akasema hivi nyewe shetani kwa tupiga atakubali tu. Nilikuwa nikiomba Mungu, usikie maombi. Nilikuwa naanza saa 3 ya usiku mpaka asubuhi. Uliza mache hiko. Ndio atakwambia. Bibisha alikuwa na $30. Shenete ndio alikuwa anaenda anarudi manyumba. Nikasema leti ile $30 hapa, mimi nitaomba na utaona. Hamkuona depo za bibishe? Hamkuziona? Alikuwa na depo 2 za makayabo na ya 3 ilikuwa ya nani, ya soda. Ananunua magari hapa anapata bulevi. Aseme naenda Kinshasa. Nikamwambia hivi, kama Mungu ninaanza saa 3 mpaka kufika 5 niende kuibada. Mungu ameniambia uikale hapa, utabarikiwa zaidi. Ukienda Kinshasa, tutaangalia, hautafanya 5. Eska alifanya 5? Alibeba toni 7. Alikuwa na 20,000. Akabeba gari 4. Zote kwa mwaka hii moja. Enda uliza Mati. Ile ni miujiza 2.
hapa ambapo nimefaa. Wale wengine wa magonjwa hapana, hapana. Muujiza. Sasa nyumba yangu nakuya nakuta nini? Shetani. Unajua natoka wapi wewe? Mimi mnyumba niko ninalala siku 2. Kusemene siku hizi siku 5 zote niko mbele zako. Ndio shetani utacheza nani? Mtoto wa nani? Wangu wewe. Kwa jina la Yesu inamalizika. Haleluya. Wa Bwana aweze kutekwa mateka na yule shetani. Roho wa Bwana kita. Haleluya. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Roho wa Bwana. Aha. Mtu anayejazwa. Mtu anayejazwa. Huyu mtu ambaye anayejazwa na roho. Aha. Huyu mtu anayejazwa na Roho Mtakatifu, kitu cha kwanza kinachobadilika ni ulimi. Ulimi. Na Mungu amesema, Paulo amesema nini? Sisi ambapo tuliokoka, katika vinywa vyetu msitoke tena matendo nini? Matukano yasitajwe. Nini naleta mtukano? Si ulimi? Anabadilisha ulimi. Ndio inatupatia nguvu ili tuweze kushuhudia watu wengine habari njema. Na Mungu alibariki neno lake. Amen. Hallelujah. Pluta maitagla. Ainiglo. Maitagla. Ta kuta. Klika. Hallelujah.